tunaanza na makamu mwenyekiti. Ndio. Makamu mwenyekiti amezungumza jambo. Tuende na makamu mwenyekiti afu tuje tushuke tuende gazeti bwana la Mtazamo Mpya. Mtazamo Mpya ukurasa wa mbele umeweka habari hapa, ndugu zangu, wanasema marasi DC Dedi Liwalo na Liwe wengi waandika barua kugombea, wanuniana na wabunge. Jamani, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi wanasema Liwalo na Liwe wengi wameandika barua ya kugombea. Sasa hivi kilichofanyika ni kwamba wananuniana na wabunge. Wananuniana, yani kuna mnuno, mkurugenzi aongei na mbunge, mkuu wa wilaya aongei na mbunge, mkuu wa mkoa naye aongei na mbunge. Jamani, hebu tuendeni hapo. Wananuniana na mambo yanaendaje ikiwa viongozi wananuniana? Hii ni hatari kubwa zaidi. Hii ni hatari kubwa zaidi kwa sababu hao waliotajwa wote hapo ni wateule wa Mheshimiwa Rais kwanza. Tukumbuke katika maeneo yao ya kazi. Lakini huyu mkurugenzi ndio anapitisha miradi. Sasa manake kama amenuniana na mbunge, kuna baadhi ya mambo yatakuwa yaendi katika majimbo na katika wilaya huko. Mkurugenzi ndio mwenye fungu la kuambia wataalamu waende site. Leo mbunge ukipeleka maagizo na mkurugenzi anautaka huo bunge, manake shughuli imefeli. Niwaombe chonde waheshimiwa sana katika hili, hata kama mnania kugombea, lakini hakikisheni mnasimamia miradi ya kimaendeleo katika maeneo yenu ya kazi. Sababu hii ni vita, ujue. Hii ni vita. Yaani kumbuka hapo, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mkurugenzi, hao wote ni wateule na wote ni wasimamizi na waangalizi wa shughuli za maendeleo katika mikoa na wilaya. Kama leo hawasemani na waheshimiwa wabunge, kama kuna baadhi ya wabunge hawana mahusiano mazuri na hao watu, manake hata miradi ya kimaendeleo katika hilo eneo itakuwa haitendeki kwa wakati. Ndio Zaki. Mimi nilikuwa umenuna, naomba ni mnuno tu. Sasa wao kwa mfano wewe kati ya wanawake na wanaume wanaonuna sana walikuwa. Wewe unajua sasa mkute mkoa wa jinsia hiyo mnaosema inakuwaje? Sasa kwanza kufanya hivyo kwanza wanadhoofisha huo mfumo mzima wa utawala, na kufanya hivyo pia inasababisha mpaka kwenye swala zima la wajibikaji ndio linashuka kabisa. Kwa hiyo kama mkurugenzi kamnunia mbunge kamnunia sio mkuu wa wilaya ambaye au mkuu wa mkoa ambaye ndio msimamizi wa ulinzi, si ndio, na usalama eneo lake, si ndio bwana, hapo kuna hatari kidogo. Kuna hatari tena sio ndogo, kuna hatari, kwa sababu baadhi ya miradi ya maendeleo, baadhi ya majukumu ambayo yangepashwa yaendelee kwa amani na uwajibikaji na ile connection iwepo, hayataenda kwa sababu hali tunagombea kitu kimoja, na ndio inakuja mimi nimekukosea nini? Wakati hiyo tunabaki hapo jingine. Wakati hiyo shughuli hiyo zidhala inaendelea hiyo ya madisi, marasi na madedi kununiana na wabunge. Sasa Chama cha Mapinduzi kimesogeza muda mbele haswa ili kuwasaidia waheshimiwa wabunge wasiwajue wabaya wao ni wakina nani. Kwa hivyo Chama cha Mapinduzi kimepeleka mbele. Ilikuwa Mei mosi waweze sasa mambo yameendelea mbele zaidi. Sasa unajua kwenye magazeti Tanzania vivyo naona leo wameweka habari hiyo. Wanasema gazeti hili la Mtazamo Mpya wanasema CCM yasogeza mbele mchakato uchukuaji form. Habari wameweka ukurasa wa 5. Gazeti jingine ambao nao wameweka habari hiyo juu ya CCM kupeleka mbele, ndio CCM mpeleka mbele jamani. Baada ya Mei mosi imekuwa ni Juni 28 kwanza mimi gazeti Majira jamani, gazeti Majira nalo ukurasa wa mbele wanasema CCM yabadili gia, sasa uchukuaji fomu Juni 28. Wanaotaka ubunge, udiwani, uwakilishi badala ya Mei mosi zitachukuliwa kwa siku 5. Wabunge wasema sasa utulivu utarejea. Jana nimefuatilia bungeni wanasema hivyo. Mbunge Msukuma anasema tunashukuru kupelekwa mbele. Tutakaa sasa hapa bungeni sasa tufanye kazi mambo. Na mimi nilikuwa nataka nianzie hapa. CCM badili gia angani. Unasemaje juu ya CCM kubadilishaji wake wa gia angani? Mimi kwanza nipongeze Chama cha Mapinduzi CCM kwa hiki ambacho wamekifanya. Tulikuwa tunaona bunge limepwaya. Wabunge wote kila mtu roho juu kama vile zala ambayo tumesikia, kwa sababu hawana imani hata na hao watendaji wengine kama wakurugenzi wa kwa mikoa, kwa sababu na wao wanautaka ubunge. Kwa hiyo hakuna utulivu. Mbunge anaona ni bora niliache bunge niende zangu jimboni nikaangalie kuna nini, sije kana salitiwa huko. Lakini hii inaongeza utulivu bungeni. Lakini pia
kumezuka hili jambo la msingi sana. Leo tuashumu kama ingekuwa ndio kuchukua fomu hiyo Mei Mosi, unafikiri ingekuwaje na ripoti ya mkaguzi wa hesabu za serikali imeshawasili bungeni? Ndio spika angesema sasa tunaruhusu kwa majadiliwe. Maana yake tungekosa watu wa kujadili kwa wingi, tungekosa. Lakini vile jana mbunge Msukuma amependekeza, amesema ya kwamba hawa viongozi hawa ambao wanakuja kuomba nafasi, ndio kwanza kabla hawajapewa fomu za kugombea kupitishwa special audit, mkurugenzi huko anakotoka kakuachaje? Mkuu wa wilaya huko anakotoka kakuachaje? Mkuu wa mkoa, kwa sababu wengine wanasema wengi wanakimbilia huko bungeni ili waje wafunike mauchafu yao waliyofanya huko. Lakini ukiachia hilo, mimi nakubaliana na hilo Ali Mohamed, kwa sababu ukiangalia kuna maeneo miradi mingi ya maendeleo haijatekelezeka 100%, na tatizo si fedha kwa serikali. Serikali imetoa fedha, lakini usimamizi mbovu wa baadhi ya viongozi katika maeneo hayo miradi. Sasa kama umeharibu huko, unataka kuja bungeni kuja kuwakilisha wananchi, huoni kama hilo ni tatizo? Naunga mkono katika hilo. Ndio daki iko hivi. Mimi najua ninachokijua, kwa mfano ukizungumzia wakurugenzi au watu ambao wana dhamana kusimamia miradi, wameanza kujiandaa muda mrefu. Na ukizungumzia kujiandaa kwa maana ya kwenda kugombea, maana yake huenda kulikuwa kuna fununu za upigaji fedha za miradi ili wapate pesa nyingi ya kuja kuwa sustain kwenye masuala mazima ya kampeni na mambo mengine. Sasa kama mtu kapiga huko miradi, kapiga umetuacha na vitu vya hovyo hovyo, kama ni majengo ya shule yanapokutika, simenti haijakaa vizuri, yako chini ya viwango, madaraja yenyewe. Unajua kwa mfano kwenye issue ya madaraja, mimi nawaambia viongozi, unapopiga pesa ya mradi kama daraja, ujue siku moja utapita hapo, shangazi yako atapita hapo, mtoto wako atapita hapo. Sasa kama wote watapita hapo, alafu hilo daraja liko chini ya kiwango, ujue siku likishuka alitaathiri tu watu wa maskini, au alitaathiri tu Tanzania ambao hawajiwezi. Ujue siku moja utapita hapo na itakugusa kwa namna moja au nyingine. Sasa hawa watu wamejiandaa mapema. Ameteuliwa kuwa mkurugenzi sehemu fulani, anajiandaa mapema. Anajua bwana, nataka nikagombee jimbo fulani ili nipate fedha kwa ajili ya kampeni, acha nipige ni bane matumizi. Sio, unanielewa? Kwa hiyo ijulikane mapema. Unakuja ndio sisi hatukatai, lakini huko ulikotoka pia tuangalie umetokaje. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kama alivyosema Mheshimiwa Rais wakati ule kwamba mtoe taarifa mapema na sisi tujue. Kwa mujibu wa mbunge Msukuma, wengi wameshapeleka taarifa hiyo mapema. Kwa mujibu, na ukitaka listi ya wabunge mtafute nani? Mtafute Msukuma, atakueleza listi ya hao viongozi wa kurugenzi, sio kwa wilaya waliopeleka barua kuomba. Nafikiri hali katika kutusaidia katika hili, ili tuwajue hao waliotia nia, hao wakurugenzi na watendaji, tupate zile hati. Si unajua mkaguzi wa hesabu za serikali anatoa zile hati, tujue wilaya gani, mikoa gani imepata hati chafu. Ukijua huo mkoa, basi wa mtu kama umeisha. Mimi na usikaje wamekula chini huko, kwani mnihukumu mimi? Mkurugenzi ndio msimamizi. Ndio msimamizi. Mkurugenzi ndio anasimamia taarifa. Sasa hivi tunaye hapa, huyu ni jamani, kazi hati safi na hati chafu ziamue. Ndio. Kwa hiyo mtu akiwa mwenye hati chafu afanye, hatufai. Hiyo pesa umeitoa wapi? Sasa wewe ndio msimamizi. Msifanye hivyo. Msimamizi mkuu wa miradi ya maendeleo jimboni. Sisi kama senate ya bunge la mkato tofauti tunasema hivi, afanyiwe special audit. Afanyiwe special audit na tupate hizi hati. Sawa, sio bwana? Tunaye hapa sasa hivi hapa katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM, CPA Amos Makala. Anatueleza sasa hapa kuhusiana na kusogezwa mbele kwa ratiba ya mchakato wa ndani wa chama wa uteule wa nafasi za ubunge, ujumbe wa baraza la wawakilishi na udiwani kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 baada ya kupitia ushauri kutoka kwa wanachama wake. Kwa hiyo kuna wanachama walipeleka ushauri wakiwemo wabunge kwamba mwenzie Mei Mosi pelekeni mbele, utulivu utakuwa upo, hatutakaa tutatafutana hapa na kwa sababu bajeti ya serikali mnawashika sehemu mbaya. Kwa tuwapitishe bajeti yenu, pelekeni mbele ya taratibu hizo, twende. Amos Makala, tafadhali news hapo. La kwanza, ninapata maswali mengi juu ya taarifa iliyotolewa inayozunguka katika mitandao ya kijamii kuhusu kuongezwa kwa muda au kusogezwa kwa tarehe za kuanza mchakato wa kuchukua fomu ndani ya Chama cha Mapinduzi.
wengi wananiuliza kwamba mwenezi, waraka ule ni wa kweli? Mimi nasema ni waraka wa kweli. Ni taarifa rasmi ya Chama cha Mapinduzi, imetolewa na Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Emmanuel Nchimbi, ambaye ni mkurugenzi wa uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ni taarifa sahihi